Mheshimiwa, mimi naitwa Fatma Ali Said, ni mkuu wa kitengo cha habari na mahusiano katika Baraza la Manispaa Kati iliyoko Dunga. Sisi tupo hapa kwenye maonesho haya ya 10 ya kilimo nane Dole. Tangia tarehe 3 mpaka leo tupo na tunategemea kuendelea. Tupo hapa sisi kama unavyotuona Baraza la Manispaa Kati. Hili ni banda letu la maonesho ambapo tumekuja hapa sisi pamoja na tumetoa fursa safari hii ya wajasiriamali wetu wa wilaya Kati. Kama tunavyojua Baraza la Manispaa Kati tunatoa huduma mbalimbali ikiwemo vibali vya leseni, vibali vya ujenzi na mambo mengine ya kimazingira. Pia tuna sehemu ya wajasiriamali. Hivyo tumeona ni busara na ni vizuri kuwachukua leo wajasiriamali wetu ambao wapo ndani ya wilaya Kati, lakini pia fursa kubwa imekuja kwa wao kwamba wao ni wanufaika wa mikopo ya 442. Hivyo Mheshimiwa, kama unavyoona sisi tumeamua safari kuja na banda hili na kuwaunganisha pamoja ili kuleta fursa kwa wao zaidi, wajulikane na yani wajitambua katika kutoa baadhi za huduma zao. Kama unavyoona huduma zao ni hizi hapa. Wapo ambao wanasarifu mwani, kuna unga wa lishe wa mwani, kuna wanatengeneza mikoba, kuna wanaopika achari, na ukiangalia vitu hivi vingi vinatengenezwa na bidhaa za mwani. Lakini pia wana chauro, wanasema pia zinatengenezwa kwa mwani. Wana mafuta ambayo ni pia ni tiba ya kwenda kwa mwani. Kwa hiyo naomba mkuje uangalie bidhaa zao ambazo kama nilivyokuambia hivi ni vikundi viko tofauti. Kuna vikundi hapa vinatoka uzi, kuna vikundi vinatoka bungi, vingine vinatoka chwaka na mengine. Kwa hiyo hizi ni bidhaa, hapa ni meza ambayo tumeweka vikundi tofauti na bidhaa zao kwa pamoja. Lakini wote ni wajasiriamali wetu hao ambao wa wilaya Kati. Kwa hiyo hizi ni bidhaa nilikwambia, kama unakuta sabuni, kuna mafuta na hivi vyote ambavyo uhalisia vimetengenezwa na mwani. Kama hii tunavyoiona, hii sabuni ya mwani na manjano ambayo hii inapatikana kwenye kikundi chapa cha Imana kilichopo Uzi ng'ambo kule Mkuu. Kwa hiyo karibu uone na hizi bidhaa ambazo wanatengeneza, na hii ni sambaro ambayo inapatikana huko kwetu Mbeya. Wamechanganya pia na mambo ya mwani ndani yake. Yaani hapa kila kitu unachokiona Mheshimiwa kina mwani kasoro labda hii asali ambayo ni ya hichi kikundi kinaitwa Tuwe Imara. Kiko bunge hichi Mheshimiwa. Kwa hiyo hawa ni wafanyabiashara wetu ambao hizi ni bidhaa zao na mikoba kama unavyoiona hapo ya kusuka na uhalisia mkuu. Mikoba hii naomba nionyeshe kwa huu moja kwa mfano. Huu mkoba kama unavyoona umekuwa umeshonewa kanga. Yaani pia una zipu kama unatia kitu kwa ajili ya kufua kisiharibike. Yaani unaweza kufua ukaweka vitu kisiharibike. Kwa hiyo haya ni matunda jasiriamali wetu, na pia tusisahau pia kuna biashara hawa pia wanatengeneza wenyewe mitindi. Hii mitindi ambayo wenyewe wanazalisha huko kwao hichi kikundi, na wamekuja hapa kwa ajili ya kutoa huduma zao. Okay. Sasa kuna kitu tukigusia hapa cha issue ya 442 leo umezungumzia. Wananufaika vipi hawa kina mama na ile 442? 442 pia mkuu, kwa kuzingatia zaidi fursa hii imekuja kwa wanawake zaidi na vijana. Na hawa ni wanufaika wetu kwa sababu baada ya kutimiza ile masharti ya 442 wamekuja ofisini na wamesajiliwa na wamepata hiyo mikopo, na ndio maana katika vikundi vyao wameweza kujiendeleza kama tunavyowaona. Mwamko wao ukoje wa kujiunga kwenye vikundi? Mwamko wao bado sisi tuna changamoto ya kutoa elimu kila siku kwenye vikundi, kwa sababu sijui kitu gani ambacho wao wanahisi kama wanaogopa, wanakwambia fedha, lakini sisi tunakwenda kwa kuwapa elimu zaidi, kuwashajihisha hasa kina mama na vijana ambapo waingie. Ingawa wanakuja si wengi, lakini bado tunaendeleza sisi kama Baraza la Manispaa Kati kwenda kutoa elimu kwao na kuwaita waje kwetu sisi manispaa kwa ajili ya kuwapa hizo huduma ya mkopo hiyo. Kwa picha tu ya kawaida tu katika makundi yote matatu, kwa maana vijana, kina mama na vijana. Ndio vijana. Kundi lipi ambalo kidogo linajionyesha kwamba wao wanachangamkia zaidi ya fursa? Ni kundi la kina mama zaidi, wanawake na kina mama zaidi. Ingawa vijana bado wako hawajakuwa na mwamko zaidi. Wengi wao hawa ni wanawake kama tunavyowaona, basi hapa ni wanawake wengi zaidi ambao wamejiunga kwenye hivyo vikundi. Okay. Na unapowakopesha hizo fedha majesho yakoje? Kwa vikundi sivijui.
Mkuu, naomba niseme kwamba tunapowakopesha basi kuna ile masharti ambayo yapo yameainishwa kwenye ile masharti yao yale. Kwa hiyo bila shaka nao wanakuwa wanarejesha kwa taratibu ambazo zimepangwa kisheria kutokana na mikopo yao ya ZEA ambayo wao wenyewe wanawapa. Hongereni sana wakati kwa fursa hiyo, muendelee kutoa elimu kwa kina mama na makundi yote hayo ili wapate kupata hiyo fursa ambayo serikali yetu imeona ifanye hivyo kwa lengo la kuinua kiuchumi hayo makundi yote matatu. Hongereni sana ule wakati. Asante mkuu. Samani jina kuna kimapunji wale. Wapo kweli Zanzibar saizi wale? Wapo kweli mkuu, na ile pale logo yetu tumeka kwa manake tumeka kimapunji, zile ni tunu. Yaani kwenye ile logo yetu ni tunu ambazo zinapatikana wilaya Kati. Kwa hiyo ule kimapunji upo wilaya Kati, zile Jozani na zile ukiona zile shokishoki kama sasa hivi ni msimu ambao shokishoki nyingi utapita kwetu ndo zipo. Kwa hiyo tumeka vitu ambavyo vinaendana hasa na uhalisia wa wilaya Kati. Hongereni sana. Asante mkuu. Asante. Kutembea katika banda lenu, banda zuri. Umeona kina mama pale wamekaa na bidhaa zao, jambo jema. Tuendelee kutoa elimu zaidi ya kina mama kuchangamkia fursa hii. Tutaweza kuwasaidia sana na kuinua katika maisha yao. Sawa mkuu, tunashukuru. Asante nawe.